Mtu ni utu, chuki haijengi. Haya si maneno yangu, ni maneno ya raisi wa chama cha wanasheria Tanganyika, yani TLS, anaitwa Boniface Mwabukusi. Ukipita kwenye ukurasa wa raisi wa TLS, yani Boniface Mwabukusi, ameweka andiko refu sana ambalo kwa namna moja ama jingine watu wengi wanadai ni kwamba anawajibu wale baadhi ya wanachama wa Chadema ambao wanamshutumu kuwa yeye ni msaliti, na wanatumia lugha ya kusema amelambishwa asali na watawala. Sasa na shutuma hizi zilizuka baada ya Boniface Mwabukusi kuonekana akiambatana na Paul Christian Makonda kwenye kutekeleza ile kampeni ya Mama Samia Legal Aid huko mkoani Arusha. Sasa wengi wakasema sasa hivi Mwabukusi sio yule tena mwanaharakati ambaye tulikuwa tunamtegemea. Sasa hivi yuko upande wa serikali, sasa hivi amerambishwa asali na vitu vingine vingi. Lakini kwenye ukurasa wa Boniface Mwabukusi, ukurasa wake wa X, zamani Twitter, ameandika hivi, ameweka na heading kabisa hapa. Ameandika mtu ni utu, chuki haijengi. Kuna changamoto kubwa ya mtazamo miongoni mwa vijana wengi, hususan wale wanaojitanabaisha wa vyama vya mageuzi. Kwa kiasi kikubwa chuki imekuwa sehemu ya tatizo linalogeuka kuwa kidonda ndugu katika siasa za vyama vya mageuzi. Chuki hii licha ya kuchochewa na makundi ya kisiasa wakati wa mchakato ya ndani ya vyama zaidi, pia inatokana na mambo kadhaa, ikiwemo namba moja, vijana wengi upinzani kuwa na malengo ya muda mfupi, mfano ubunge au udiwani, na wanahisi kuwa mfumo wa kisiasa, kiuchumi na kijamii hauwapi nafasi ya kushiriki au kufaidika. Hivyo wanajikuta wakielekeza hasira zao kwa wale wanaoonekana kuwa na nafasi au mamlaka fulani ambazo wangependa kuzitumia kwa namna ambayo ingewapendeza wao. Hiyo ni namba moja. Namba mbili, ameandika hivi, huyu bwana Boniface Mwabukusi, rais wa TLS, ameandika hivi, namba mbili, badala ya kuchukua hatua binafsi na kushiriki katika kutengeneza mabadiliko, wanabaki wakilaumu na kueneza chuki kwa wale wanaojitokeza kufanya kazi za mabadiliko kwa muktadha wa taasisi wanazoongoza au ideolojia zao. Namba tatu, matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, hasa kwa magenge yaliyojipa hadhi na umiliki wa fikra, yameongeza uhasama na mgawanyiko, ambapo watu wengi wanashawishika kwa propaganda potofu zinazoeneza chuki badala ya fikra zenye kujenga na kusukuma maendeleo. Namba nne, vijana wengi hawana uelewa wa kutosha kuhusu wajibu wao kama raia. Wanapenda kulalamika, lakini hawaelewi kuwa wao pia wana sehemu ya kushiriki na kubadili hali ya mambo. Namba tano, asema wapo vijana wanaoamini kuwa wao ni wahanga wa kila kitu na kila mtu anapaswa kuwapigania badala ya wao wenyewe kusimama na kubeba majukumu yao. Akamalizia kwa kusema, lazima watu wote timamu tuchochee mwamko mpya wa fikra, ambapo vijana wataelewa kuwa hakuna mtu atakayewapigania kwa nguvu kama wao wenyewe. Akasisitiza, lazima wajifunze kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa watazamaji wa matatizo au wahubiri wa chuki. Haya ni maneno ya rais wa chama cha wanasheria, yani TLS, anaitwa Boniface Mwabukusi, ambayo ameyaandika kwenye ukurasa wake wa X, zamani Twitter, akielezea kile ambacho kimekuwa kikizungumzwa mitandaoni. Wengi wamedai Mwabukusi msaliti, Mwabukusi amelambishwa asali, Mwabukusi ametugeuka, umeona? Kwa hiyo haya ni maoni ya wakili huyo Boniface Mwabukusi, ambaye pia ni rais wa chama cha wanasheria Tanganyika, yani TLS. Sasa ukipita kwenye comments, kuna watu wameweka maoni yao mengi huko, na mimi nitakupitisha kwa haraka kwenye maoni hayo. Mfano, kuna mtu anaitwa tu Philbert, ameandika, kweli kabisa, niliona baadhi yao wakikusema vibaya ulipokuwa kule Arusha. NB, Rais Mwabukusi, kuna ujumbe nimekutumia DM. Mwabukusi akajibu akasema, kaka, nina ulemavu mmoja, huwa
jambo baya, ila sijawahi chukia mtu kwa sababu hakuna niliyemuumba ili niishi naye hapa duniani. Kama aliletwa kwa sababu, na mimi niletwa kwa sababu. Nasimamia misingi na nitaendelea kuwa huru. Mimi sio partisan. Kuna mtu anaitwa Alex Stanley anasema, Mheshimiwa Rais, pamoja na hayo yote ni vyema ukakubali kwamba wewe kama mwanasheria tena kiongozi, kukaa meza moja na criminal kama Paul Makonda ni tusi kwa mpigania haki yoyote. Hili huwezi kukwepa. Ulichofanya was total selfish bro. Kuna mtu anaitwa Simpson Sarambili anasema, ni angalizo tu kaka, najua unapenda sana haki. Je, kuna sababu yoyote ya msingi kuamini Samia Legal Aid wakati bado kuna vijana wanatekwa na haurudishi haoni bali wanapelisha vyeo wao? Unadhani tunahitaji kuiamini? Kuna mtu anaitwa Apple Piusi akaandika, kaka, nimekuelewa sana, ila naomba na wewe pia uelewe kwenye jambo moja. Samia Legal Aid ni scam. Haina umuhimu wowote kwenye nchi yetu. Mifumo ya haki inayofanya wajibu wake. Natamani wewe kama rais wa TLS upiganie utawala wa sheria zaidi kuliko kushiriki huu utapeli. Kuna watu wanashimimana asema, generalization is not always general. Sometimes there is discrete. Kwa nini huoni utawala madikteta ndio wafifisha ndoto za vijana wachangie mabadiliko kwa kuwatisha, kwa kuona vijana wana makosa wakati watawala wanapambana na vijana wasichomoze wakiwa na rasilimali za nchi? Haya ni maneno ya wadau ambao wameweka kwenye comment section wakijibizana na Boniface Mwabukusi. Lakini pia kuna mtu anaitwa Magoiga anasema, leo Mwabukusi alikuwa anasema nchi imeparalyze. Mama anauza rasilimali za nchi, vijana wanateseka. Leo hii anatugeuka vijana, anasema tubebe majukumu yetu. Tunachuki na yeye. Tunawaza vyeo, tunyanyuke tujipiganie. Kweli ilikuwa ni swala la muda tu. Unaitwa Mgorongo anasema hivi, wakati tumbo lako likiwa limeshiba, ni rahisi kuzani watu wanalalamika njaa wana matatizo au ni wasumbufu. Hakainde Hichilema, rais wa Zambia, anasema hivi, tunashukuru kwa andiko lako na hata sasa vijana hatujui wajibu wetu. Tunamwachia Mola. Kwa mtu anaitwa Sungula anasema, I'm still wondering, umewezaje kuisupport scam kama SLA? Yaani mtu anaanzisha scam ya kampeni na unawajumuisha wote na mnaingia tu. Shtuka kaka. Kumbuka watoto wa giza ni warefu kuliko watoto wa nuru. Jioni njema. Andika Mkuu Mwabukusi Boniface, ni vibaya kuongea wakati wa kula. Wewe kaa kimya, kula keki yako maana zamu yako imefika. Hakuna nyakati ngumu kama kuvumilia magumu wakati unatamani kuepuka magumu. Na hapo ndipo tunapomsahau Mungu kiapo na kuanza kuwatumikia watu. Kuna mtu anaitwa Kiduka anasema hii comment ya Kiduka haijakaa vizuri. Kuna mtu anaitwa Engineer Gwamaka Elia anasema, point, wanapenda kulalamika lakini hawaelewi kuwa wao pia wana sehemu ya kushiriki na kubadili hayo mambo. Wanangoja tamko la Wasira, Nchimbi na kadhalika ili waunge mkono na kukebei wapinzani ili waonekane wanafaa kwa uteuzi. Wachache sana wana independence katika fikra. Umeangalia upande mmoja wa vijana, hujaangalia watawala na watu wazima. Vijana wangapi wametekwa, wameuawa? Wazee wangapi katika muktadha huo wametekwa? Hao waliotekwa walikuwa wakifanya nini kama si kutaka kuleta mabadiliko? Vijana wangapi wa CCM wametekwa? Kwa nini? Umeona? Lakini pia kuna mtu anaitwa BOB anasema hivi, morality ya viongozi ndio inaharibu vijana. Wanajifunza kwa wakubwa zao, wanaoishi kwa fursa, kukemea na mazingira magumu sana ya kupambania haki na usawa wa vijana. Ni waathirika wa mifumo mibovu. Hiyo hawapaswi kulaumiwa. Kwa kulaumiwa ni wakubwa waliopo kina Mwalimu walipambana. Kuna mtu anasema, hujui kwa nini vijana wanachuki na hasira. Kama Watanzania wangejua yanayofanyika kwenye miradi ya serikali, wangekuwa na hasira kuliko nchi yoyote duniani. Wewe pia umekuwa sehemu ya tatizo kwa kuwa umeanza kuota kitambi kwa pesa za hongo. Ufai hata kidogo. Haya ni maoni ya Watanzania ambayo wameyaweka baadhi ya Watanzania, sio wote,
baadhi ya Watanzania ambao wapo kwenye hizo kurasa hizo, kwenye hiyo mitandao ya kijamii, ambao wameweka maoni yao na kufikisha jumbe zao, hususan kwa hichi ambacho kimetokea au ambacho kinaendelea huko mitandaoni, kumuona rais wa chama cha wanasheria yani TLS Boniface Mwabukusi akishiriki shughuli za kiserikali, kitu ambacho wao wanaona kama si sawa na kama amewasaliti. Kwa hiyo hatujui yeye Mwabukusi msimamo wake hasa ni upi, sababu mwanzoni alikuwa na msimamo wa kimwana mapinduzi, na pengine msimamo wake ambaye alikuwa nayo mwanzoni angesimamia mpaka sasa hivi, pengine tusingemuona akishirikiana bega kwa bega na serikali, lakini pengine majukumu yake yanamlazimisha awe hivi alivyo sasa hivi. Kwa hiyo nikusihi tu ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Sato TV, usikae mbali na kurasa zetu za mtandao wa kijamii, uwe wa kwanza kupata taarifa kama hizi na nyingine nyingi zaidi. Kwaheri kwa sasa, tutazidi kuwapa taarifa zingine kama hizi pindi zitakavyokuwa zikitufikia. Karibuni sana.